ya Bunge kwamba ningependa kuona wafanyabiashara, wawekezaji na wananchi wanaelimishwa na kutambua kwamba kodi ndio msingi wa maendeleo ya nchi, na hivyo wawezeshwe kulipa kodi bila kutumia mabavu. Katika kufikia azma hii, serikali imeimarisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji mapato, udhibiti wa mianya ya kupoteza mapato, kuanzisha jukwaa la kodi na uwekezaji na kuijengea uwezo mamlaka ya mapato Tanzania na mamlaka nyingine za ukusanyaji mapato ya serikali. Jitihada hizo zimeongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa mwezi kutoka shilingi trilioni 1.51 mwezi Novemba 2020 hadi shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi Nashukuru Mheshimiwa Bunge. Kwa hiyo tumefikia shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi mwaka huu 2025, ikiwa ni ongezeko la 104%. Ili kuimarisha zaidi usimamizi wa kodi nchini, niliunda Tume ya Rais ya Marekebisho ya Kodi ambayo tunatarajia itakuja na mapendekezo yatakayoleta mageuzi ya kiutendaji kwenye mifumo wa utozaji na ukusanyaji wa kodi nchini. Mheshimiwa Spika, ili kutoa huduma bora kwa wananchi, bajeti ya serikali imeongezwa kutoka shilingi trilioni 34.88 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 50.29 mwaka 2024/25, ikiwa ni ongezeko la wastani wa 8.84% kwa mwaka. Nalishukuru sana bunge hili kwa kupitisha bajeti hizo. Kwa kweli bajeti zilizokuwa zikipitishwa na bunge hili zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo kwa kuboresha huduma za kijamii na kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Mei 2025, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 107.7. Kati ya deni hilo, deni la nje ni shilingi trilioni 72.94 na deni la ndani ni shilingi trilioni 34.76. Kuongezeka kwa deni la serikali kumetokana na sababu mbalimbali. Mojawapo ni kupokelewa kwa fedha za mikopo mipya na ya zamani ambayo mikataba yake iliingiwa tangu serikali za awamu ya nyuma kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni vyema tukafahamu kuwa mkopo unaweza kusainiwa leo, lakini fedha husika zikaanza kupokelewa baada ya maandalizi ya mradi kukamilika na mradi kuanza. Hivyo ili liwe deni au mkopo huo uingie kwenye deni la serikali, ni lazima serikali iwe imepokea fedha hizo, huduma au vifaa tulivyokubaliana. Hivyo ni vyema wananchi wakaelewa kuwa katika awamu ya 6, pamoja na kusaini mikopo mipya, lakini pia tumeendelea kupokea fedha za mikopo ambayo ilisainiwa katika vipindi tofauti na kuongeza kiasi cha deni la serikali. Kwa mfano, awamu ya 6 imepokea kiasi cha shilingi trilioni 11.3 ikiwa ni mikopo iliyosainiwa na awamu zilizopita. Sababu nyingine ongezeko la deni la nje ni kuimarika kwa dola ya Marekani dhidi ya shilingi ya Tanzania. Kwa mfano, mwezi Machi 2021, kiwango cha kubadilisha shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Marekani kilikuwa shilingi 2298.5, wakati mwezi Machi mwaka huu 25 kiwango hicho kilikuwa 2650. Hivyo endapo deni la serikali litatajwa kwa shilingi za Tanzania, ni lazima lionekane limeongezeka. Mathalan, kwa sasa deni limeongezeka kwa zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kutokana na exchange rate. Hatua hii ya kushuka kwa thamani kwa shilingi dhidi ya dola ya Marekani isichukuliwe kama ni hatua hasi, bali ilikuwa ni hatua muhimu ya kukabiliana na mtikisiko wa uchumi wa dunia. Mheshimiwa Spika,
Mheshimiwa Spika, kuhusu mwenendo wa ulipaji wa deni la serikali, napenda kutaarifu kuwa malipo ya deni la serikali yamekuwa yakiongezeka kutoka shilingi trilioni 8.22 mwaka wa fedha 2021 hadi kufikia makadirio ya shilingi trilioni 14.20 kwa mwaka 2025-2026. Ongezeko hili ni kutokana na kuiva kwa mikopo ya muda mrefu na mikopo yenye masharti ya kibiashara iliyokopwa katika awamu zilizopita kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha, kuongezeka kwa malipo ya deni hasa la nje kumesababishwa pia na mabadiliko ya mara kwa mara ya riba katika masoko ya fedha ya kimataifa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo athari za uviko 19 na uamuzi wa hazina ya Marekani kubadilisha viwango vya riba vya dhamana za serikali ya nchi hiyo. Mabadiliko hayo yalisababisha baadhi ya nchi zinazoendelea hasa Afrika kushindwa kulipa madeni kwa wakati. Mheshimiwa Spika, ongezeko la deni la ndani limechangiwa na mikopo kugharamia miradi maendeleo na kulipa madeni ya ndani yaliyoiva kwa wawekezaji wa dhamana za serikali kwa utaratibu wa kulipia mtaji wa dhamana za serikali zilizoiva. Aidha, tulifanya maamuzi ya kutambua madeni mengine ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa serikali kupitia hati fungani maalumu isiyo taslimu yenye thamani ya shilingi trilioni 2.67. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 2.18 madeni ya PSSSF ya waliokuwa wafanyakazi wa serikali kabla ya 1999 maarufu kama pre-99. Shilingi bilioni 400.71 ni madeni ya NSSF ya muda mrefu na shilingi bilioni 63.52 ni madeni ya kampuni ya ubia ya mifuko ya pensheni yani PPP, Pension Property Limited. Kampuni hii ilifadhili miradi ya serikali kwa kutoa mikopo kwa vipindi tofauti kwa ajili ya kugharamia utekelezaji wa miradi ya serikali ambao ni ujenzi wa ukumbi wa bunge hili letu Dodoma, na ujenzi wa chuo cha sayansi ya teknolojia cha Nelson Mandela Arusha. Madeni haya hayakuwahi kuwa sehemu ya deni la serikali. Kiasi cha shilingi trilioni 2.2 kilichobaki kinatarajiwa kuanza kutambuliwa ndani ya miaka mitatu ijayo kwa kuanza na mwaka 2025-2026 ambapo deni la kabla ya mwaka 1999 kiasi cha shilingi bilioni 630 litatambuliwa na deni la NHIF kiasi cha shilingi bilioni 180 zilizotumika kujenga hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Lengo la hatua hizi ni kunusuru mifuko ya hifadhi ya jamii yenyewe, lakini pia kuhakikisha wastaafu wetu waliotumikia taifa wanapata mafao kwa wakati. Kwa ujumla, tumeyatambua madeni haya na kuweka kwenye deni la serikali, deni la ndani, ili kutoa nafuu kwa mifuko yetu. Mheshimiwa Spika, nimeona niaseme haya kwa urefu ili Watanzania waelewe kuhusu swala hili la deni la taifa ambalo hupotoshwa mara kwa mara. Aidha, niwahakikishie Watanzania kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha deni linaendelea kwa uhimilivu. Tutaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti zetu. Tutaendelea kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi. Tutaendelea kuhakikisha maafisa masuuli wanazingatia maandalizi ya msingi ya mradi kabla kuingia mikataba kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ikiwemo sheria ya mikopo, dhamana na misaada sura 134. Vile vile, tutaendelea kuimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi inayotekelezwa kwa mikopo ili kuhakikisha inaleta tija iliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, kwa upande